mtaufanya kuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atwae mwana-kondoo, jamaa kwa jamaa, mwana-kondoo mmoja kwa kila nyumba moja. Kama jamaa ina watu wachache wasioweza kummaliza mwana-kondoo, mtu ashirikiane na jirani yake aliye karibu na nyumba yake kwa kadiri ya hesabu ya watu. Mtapima kadiri awezayo kula kila mtu kwa kujua hesabu ya watu watakaokula mwana-kondoo. Mnyama atakuwa asiye na kilema, dume wa mwaka mmoja. Mtamchagua kati ya kondoo au mbuzi. Mtamweka mpaka siku ya 14 ya mwezi huu. Hapo watu wote wa mkutano wa Israeli watamchinja saa za jioni. Watachukua damu yake na kupaka juu ya miimo miwili na kizingiti cha mlango wa nyumba watakamomlia. Usiku huo italiwa nyama hiyo imeokwa kwa moto, italiwa pamoja na mikate isiyotiwa chachu na mboga chungu. Mtamla hivi: viuno vyenu vimefungwa, mmevaa viatu vyenu miguuni, fimbo zenu mikononi. Mtakula kwa haraka. Hiyo ndiyo Pasaka ya Bwana. Usiku huo mimi nitapita katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama. Tena miungu yote ya Misri nitaiadhibu. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itawasaidia kutambulisha nyumba mnamokaa. Nitakapoiona damu hiyo, nitawapita, nanyi hamtapatwa na pigo la kuangamiza nitakapoipiga nchi ya Misri. Siku hiyo mtaifanya kuwa siku ya ukumbusho, nanyi mtaiadhimisha kama sikukuu kwa heshima ya Bwana. Katika vizazi vyenu vyote mtaifanya iwe sikukuu milele. Neno la Bwana. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. 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 Nimrudishie Bwana nini? Kwa ukarimu wake wote alinitendea. Nitakiinua kikombe cha wokovu na kuliita jina la Bwana.
katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kina dhamani kubwa machoni pa Bwana, kifo cha watakatifu wake. Mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako, umevifungua vifungo vyangu. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Nitakutolea dhabihu ya shukrani na kuliita jina la Bwana. Nitamtimizia Bwana nadhiri zangu mbele ya watu wake wote. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Kikombe tunachokibariki ni ushirika katika damu ya Kristo. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Korintho. Ndugu zangu, niliyowakabidhi nyinyi ndio niliyopokea mimi kwa Bwana. Yaani, usiku ule alipotolewa, Yesu alitwaa mkate, akaushukuru, akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kadhalika akatwaa kikombe baada ya kula, akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnapokinywa kwa ukumbusho wangu. Maana kila mnapoula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kifo cha Bwana hata atakapokuja. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Ilikuwa kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua ya kuwa saa yake imewadia ya kuondoka ulimwenguni hapa kwenda kwa Baba. Naye kwa kuwa aliwapenda watu wake waliopo ulimwenguni, aliwapenda mpaka mwisho. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Shetani amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote nia ya kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba ameweka vyote mikononi mwake na ya kuwa ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu, aliinuka kutoka mezani, akaweka kanzu yake kando, akachukua kitambaa cha kitani akajifunga kiunoni.
Kisha katia maji katika chombo, akaanza kuiosha miguu ya wafuasi na kuifuta kwa kitambaa alichojifunga. Alipokuja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wataka kuniosha miguu mimi miguu? Yesu akajibu akamwambia, sasa huelewi nifanyalo, lakini baadaye utalifahamu. Petro akamwambia, wewe hutaniosha miguu mimi hata kidogo. Yesu akamjibu, nisipokuosha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono na kichwa. Yesu akamwambia, aliyekwisha oga hana haja ya kunawa isipokuwa miguu, bali usafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua atakayemsaliti, kwa maana alisema, si nyote mlio safi. Baada ya kuwaosha miguu, alivaa tena nguo zake, akaketi mezani. Akawaambia, je, mumeelewa hayo niliyowatendea? Mwaniita mwalimu na Bwana, tena kwa haki, maana ni hivyo. Basi kama mimi niliye Bwana na mwalimu nimewaosha miguu, imewapasa ninyi pia kuoshana miguu. Kwa maana nimewapa mfano, ili nanyi mtende kama mimi nilivyowatendea. Injili ya Bwana.